ni kuhusiana na Stefan Aziki kujiunga na Wydad Casablanca. Na miongoni mwa kitu ambacho umeandika baada ya hii taarifa ni kusema kwamba miongoni mwa namba 10 bora kuwahi kutokea katika ligi kuu soka Tanzania bara basi ni Stefan Aziki. Ameondoka na kwenda kujiunga katika kosi cha Wydad Casablanca. Kwako hii taarifa kwa kiwango kama cha Aziki, performance ya Aziki, ulitegemea hiki kutokea katika kosi cha wananchi Young Africans? Kuondoka. Of course. Na kwa umri wake na potential alikuwa nayo, taifa ambalo analotoka. Hata msimu uliopita Yanga alitumia nguvu kubwa sana kumbakisha. Kwa hiyo naona kabisa ni mchezaji, na hususan kwa wachezaji wa kigeni. Wachezaji wa kigeni ni ngumu sana kuwashikilia kwa muda mrefu. Wenzetu kidogo kuna kitu wametuzidi. Wao wana plan zaidi ya Simba na Yanga. Tumeona Yanga hapo ameondoka Mayele Jiskati tu, Simba Inonga ameondoka, Azam ameondoka Kipre. Kwa wenzetu zinapotokea hizi nafasi kuwazuia na kuwa ni ngumu sana. Wana ndoto zaidi ya kuwa Simba na Yanga, na ile talent aliyokuwa nayo Aziz ni kubwa sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa disappointed sana na kiwango ambacho amekionyesha Aziz msimu huu. Naamini ka perform chini ya kiwango. Lakini angalia namba zake, na zaidi ya mchango wa goli 15 goli and assist. Lakini hapo ndo tunasema hajatuonyesha hata nusu ya uwezo wake. Kwa hiyo kuonyesha mchezaji ana ubora wa hali gani. Anaweza kufunga, anaweza kutengeneza, playmaking ability yake, pasi zake za masafa marefu, technically jinsi ambavyo anaweza take on baadhi ya defenders. Ni mchezaji ambaye hata shabiki ukimwangalia hivi unavutiwa kumwangalia. Msimu uliopita alikuwa top scorer wa ligi. Mara ya mwisho lini kwenye ligi yetu unaona kiungo mshambuliaji ndo anakuwa mfungaji bora? Muda mrefu kidogo huwa of course Saido alifanya, alikuwa ni number 10. Nafikiri alikuwa na magoli 17, lakini Aziz alifika 20. Kiungo mshambuliaji kufika magoli 20 ni idadi kubwa sana ya magoli. Tena hapo anaweza akatengeneza. Kwa level yake ni hali ya juu. Mimi nilichofurahi Yanga kufanya hii biashara saa hizi, nimeona kwamba kwa Aziz ni kama alishaanza kukosa motivation. Yaani kama alishakuwa confident sana na ligi yetu. Kwa hiyo kiasi cha kwamba performance yake ikaanza kushuka. Yaani yeye alihisi kwamba kama amekosa changamoto ya ziada. Yaani hata yale matamanio ya kupambana yamepungua kwake. Kwa hiyo hicho ndo ambacho nifanya mimi angalau nione bora sasa Yanga wamemuuza. Kwa ajili nilikuwa naona kama wanabaki na mchezaji ambaye yani kama akili yake kupambana hapa haipo tena. Kwa hiyo bora wavune hizo pesa na mchezaji aende kwenye mazingira mengine ambayo yatamfanya apambane zaidi. Mwanzo ulizungumzia Young Africans haina uhitaji na Clatous Chota Chama. Hivi sasa Stefan Aziki anaondoka. Amebakia namba 10 Clatous Chota Chama kwa namna ambavyo anacheza. Nasiri, hivi sasa watu huenda ndo akajua umuhimu wa Clatous Chota Chama japokuwa mkataba wake na yeye unaelekea ukingoni. Ni nafasi kwa Clatous Chota Chama kuonyesha kile kitu ambacho alikifanya mara kadhaa kutokea Simba. Kama Stefan anaondoka, ameshaondoka Young Africans. Inategemea, Chama ni mchezaji mzuri na kuna baadhi ya mechi Yanga wamemkosa Aziz na Chama hajacheza. Licha kwamba kuna baadhi ya mechi Aziz alikuwa anakosekana. Kwa mfano ile mechi ya Azam alianza Chama, lakini kuna mechi kama na Tabora Aziz alikuwa si sehemu ya kikosi na Chama hakucheza, alianza kwenye ile eneo Pakome. Mechi dhidi ya Coast Aziz hakuwepo pia, alianza pia Pakome na Max. Chama alianzia bench. Of course Yanga wanaweza wakaendelea na Chama kutokana na ukiangalia hapa katikati Max pamoja na Pakome wanatumika zaidi kama washambuliaji wa pembeni. Lakini naamini pia Yanga wataenda kuangalia uwezekano wa kupata namba 10 mwingine. Hawezi wakawa comfortable na Chama peke yake. Chama atoshi kama namba 10 pale Young Africans. Anatosha, lakini lazima waboreshe zaidi. Club kubwa hazipendaji kutengeneza mazingira ya kutengeneza utegemezi kwa mchezaji mmoja. Mfano hata alivyokuwa Aziziki, Yanga akaenda kusaini Chama. Sio kwamba Azizi alikuwa hatoshi, lakini wanataka muda wote kuwa na competition, mtu asijifeel comfortable. Na unaona hata kwa Prince Dube, unaona performance yake nzuri, uchangiaji wake wa magoli ni mzuri, lakini usishangae Yanga akaleta mshambuliaji mwingine. Kwa muda wote wanataka wachezaji wawe under pressure, waendelee kupush zaidi. Kwa Chama ni mchezaji mzuri, lakini unaangalia pia hata umri wake naye.
kidogo age imeanza kusogea. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye utasema umtumie kwenye mashindano yote, yani dakika 90 umpigishe za week after week. Na saa nyingine kwenye hizi timu sio week after week, unaweza kukuta unacheza weekend, unacheza katikati ya wiki, unacheza weekend. Kwa wiki unaweza ukacheza hata mechi 3. Kwa lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kumudu hilo. Huwezi ukaweka imani yako yote kwa mchezaji ambaye tayari ni veterani. Na nini, unajua hizi signs zinazofanya watu wanaangalia na kwenda mbele, yani kuna leo na kesho. Sawa, leo una Chama, lakini umetengeneza mazingira gani ya klabu kuwa salama hata ikitokea labda Chama hayupo? Kwa lazima naamini tu Yanga ataenda kuingia sokoni na kutafuta namba 10 mwingine. Kuondoka kwa Azizi kunaweza kukatetelesha kidogo kwa namna ambavyo Young Africans wanacheza kimbinu zaidi na kiufundi. Nasri of course anaondoka mchezaji mzuri, lakini sasa msimu wa umuhimu wa Azizi umepungua ndani ya Yanga. Naomba rudie hiki kitu ambacho unakizungumza Nasir Alfan, kwamba msimu huu umuhimu wa Azizi umeshuka ndani ya Yanga kutokana na kauli ambayo umeongea. Si pigo kuondoka kwa Azizi Young Africans. Of course mchezaji mzuri unatamani kuwa naye, unatengeneza picha ile kwamba akiendelea kubaki, akirudisha akili yake, akijifua zaidi, akiwa imara, unakumbuka wapi anaweza akakupeleka. Lakini kiukweli msimu huu umuhimu wake umepungua. Mimi nilikuwa naona hata baadhi ya mechi nyingi Azizi alitakiwa akae bench, alikuwa hapaswi hata kucheza kutokana na mambo yake ya nje ya uwanja. Umeona hata hivi sasa mwili ule ulivyokuja, amekuwa mzito, kwa hiyo hawezi akawa mfanisi kama alivyokuwa msimu uliopita. So langu Nasir ni kwamba si pigo sasa kwa aina ambayo factor umezieleza hapo. Sio pigo, na ndio maana wewe umeona msimu uliopita kulivyokuwa kuna tetesi kwamba Azizi anavyoondoka, uliona pressure kwa mashabiki wa Yanga. Si uliiona ilivyokuwa kubwa? Of course pressure ilikuwa. Yani ilikuwa inashtua, lakini msimu huu mpaka sasa hizi ishakuwa kama confirmed anaondoka. Unaona mashabiki wa Yanga wanahangaika. Ni ndogo sana. Wala hawahangaiki, yani wanaona poa bwana, anaenda atakuja mwingine. Kutokana na msimu huu hajaperform kwenye msimu uliopita. Msimu uliopita miongoni mwa wachezaji muhimu sana ndani ya Yanga alikuwa ni Azizi, lakini msimu huu umuhimu wake umepungua. Mfano hata wewe saizi nikwambia nipe kikosi bora cha msimu, utapanga Azizi? Kinumbers kama namba 10 sitaondoka naye. Kwa hiyo kuna Faisal na Ahua ambao wameperform zaidi ya of course. Lakini tunamzungumzia mchezaji ambaye msimu uliopita ndo alikuwa mchezaji bora wa ligi kushinda mchezaji yote. Ilikuwa sio issue kwamba kikosi bora kwamba wachezaji 11 yawemo, ilikuwa ukitaja mchezaji mmoja unamtaja yeye. Lakini msimu huu hata ukitaja wachezaji 11 utaji yeye. Na kwenye hilo eneo lake na namba 10 kuna mchezaji zaidi ya mmoja ambao ameperform zaidi yake. Sio Faisal tu, unaweza hata ukaweka na Ahua pia na ukaeleweka. Kwa hiyo naona jinsi ambavyo standard yake imeshuka, yani kutoka kuwa MVP kuwa number 1 of the league mpaka hata yani unaweza kumention hata wachezaji 11 na bado wewe usiliweke jina lake. Kwa hiyo inakuonyesha jinsi gani ambavyo msimu huu kidogo amepunguza kile ambacho alichoonyesha msimu. Nasiri, kwa ulichokiongea Stefan ameondoka Young Africans, kwa sifa hizo za kiuchambuzi na kiufundi zaidi, zinaweza zikawa sio sifa nzuri kwa mchezaji mwenyewe na kwa klabu kiujumla? Ni mbaya sana. Yaani mchezaji kuridhika kuhisi kwamba bwana mimi hapa nishamaliza, yani hapa ngoja tu nifanye mambo yangu, niongeze uzito, ninenepe. I say hiyo ni mbaya kwa professional. Professional inabidi kuheshimu kazi yako. Muda wote unatakiwa kuprepare, kuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Lakini ghafla tu unamuona hadi kuna video vile clip reels zile vinatembea Aziz anavyotembea. Kulikuwa kuna clip inatembea yuko pale KMC. Anatembea hivi anaonekana bonge, yani anajivuta. Kwa hiyo ile sio nzuri kwa professional. Inaonekana haupo makini na kazi yako.